uhai wake, na sisi tukapata ukombozi. Sasa nisikilize, twende tu leo nipitie tu haraka kule ambapo nilitoka, kwa sababu toka nimeanza hamkuwa na wingi wa namna hii. Hiyo natangulia kuambia tena, tumanisheni katika Bwana. Halafu na zoezi la uchelewaji nalo tuliache. Siku hizi Jumapili kanisa munachelewa sana, si ukweli? Tuliache na lenyewe tuliache. Tumaanishe kumwogopa Mungu, tumaanishe katika Bwana. Bwana asifiwe. Mwanzo 3:21. Somaji wangu twende. Mwanzo 3:21 Biblia inasema, Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akafanyaje? Kanisa, naongea na watu walio kanisani. Bwana Mungu akawafanyia mavazi ya ngozi, akawavika. Nao ni Adamu pamoja na nani? Na Hawa, baada ya anguko la bustani ya Edeni. Amen. Mungu tangu mwanzo alitengeneza watu wawili. Kwanza mmoja, Biblia inasema aliumba mwanaume kwanza, pili ndo akatengenezwa mwanamke aliyetoka kwenye ubavu wa Yesu Kristo, wa nani? Wa Adamu. Tuko pamoja? Mungu akawaweka katika ile bustani, akawapa utaratibu wa kuishi katika bustani ile. Mazao na matunda yote yaliyokuwa katika bustani aliwaambia kula, watumie, kasoro mti mmoja tu uliokuwa katikati ya ile bustani. Bwana tusaidie. Akawaambia hivi, mti wa mjuzi wa nini? Msile, mengine yote kula, mmoja ndio uliozuiliwa. Ibilisi alikuja akawadanganya, naye alikuja akitumia nyoka. Yani Hawa alipokuwa anaongea, nyoka alipokuwa anaongea na Hawa alijua anaongea na nyoka, kumbe alikuwa anaongea na shetani. Ndio maana Biblia inasema hivi, chunga sana ulicho nacho, asije mtu kuitwaa taji yako. Anamaanisha kwamba mara nyingi shetani huwa anatumia watu, anakuwa ndani ya mtu. Wewe unafikiri unaongea na mtu, kumbe ameleta ujumbe akiwa amebeba shetani ndani yake. Haleluya! Bwana atusaidie. Bwana asifiwe. Sasa basi, kwa muundo wa staili, kwa namna ile, kwa namna hiyo, Mungu aliondoa kwenye ile bustani, lakini kwanza aliachilia hukumu kwamba nyoka kaambiwa, kwa sababu umefanya jambo hili, kwa tumbo utakwenda na chakula chako ni mavumbi. La tatu akaambiwa anaweka wadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wake mwenyewe. Amena. Kuna mtu, ukiona mtu anapenda kuchezea nyoka ama anafuga nyoka, kifupi tu ni mchawi. Yaani tu kwa wepesi, huyo ni mchawi. Sio rahisi kufuga majoka. Waindaji, niliuliza mwindaji mmoja kwamba mnyama gani mnamwogopa porini, akasema wanyama wote sawa, isipokuwa mnyama mmoja anaitwa nyoka, ni hatari. Umeelewa? Na huyo ndio shetani alimtumia. Wengine wanapachika kwamba hilo tunda ni hivi, hilo tunda ni hivi. Ukweli wa mambo
niwaambie, ile tunda lilikuwa ni moja ya 10 ama zaka ya lile bustani. Kwa maana tunazuiliwa sana kutumia zaka. Mambo mengine tumia, lakini zaka Biblia imezuia mno. Ndio maana zaka huwa hatutoi kama kutoa tu. Zaka maana unapotoa unalipa zaka. Zaka sio utoaji wa hiari. Zaka ni lazima. Sadaka ni hiari, lakini zaka ni lazima. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Huo ndio ukweli. Na walipokula hiyo ndio hali iliharibika. Hali ikawa si hali. Mpaka leo tumelisi shida. Sasa nisikilize vizuri. Baada ya lile anguko, Adamu na Hawa akaambiwa hivi, tamaa yako kwa nani? Kwa mume wako. Na akasema hivi, nazidisha uchungu, utazaa kwa uchungu. Halafu akaongeza, na mwanaume atakutawala. Haya ni maelezo ya Mungu. Sio ya kwangu. Mwanaume ana asili ya kutawala. Mwanaume hata kama ni mdogo, usimwangalie kama unavyomwangalia. Huyo ni mtawala. Bwana tusaidie. Kwa mujibu wa Biblia. Utaona kuna mama wengine nimewashuhudia wanasema hivi. Wanasema hivi. Hata mtoto ameharibu. Anasema hivi, nitakuja nimwambie baba yako kwa hayo unayoyafanya wewe tu. Akija tu baba yako namwambia. Bwana hajasema kwamba ngoja nije nikuadhibu. Anasema nikamwambia nani? Baba. Maana yake ataambiwa mtawala ili atatue. Bwana atusaidie. Shemasi mmoja asuie wale watoto kufanya mchezo. Bwana asifiwe. Hapo sasa nisikilize. Walipokuwa Adamu akaambiwa na yeye hivi, kwa jasho utakula chakula. Halafu akaongezewa, ulitoka katika mavumbi. Katika mavumbi unafanyaje? Unarudi. Unaweza kujiuliza hivi, mbona aliambiwa Adamu na wanawake wanakufa? Aliambiwa tu Adamu peke yake. Mbona na wanawake wanakufa? Wote nikwambie, Bwana asifiwe. Aliyeumbwa kwanza ni nani? Adamu. Adamu anasema hivi, wewe ni nyama na mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama zangu. Umeona? Kwa hiyo mwanamke ametokana na mwanaume. Sasa kwa kuwa huyu uliotoka ndiye anafariki na wewe ni hapo hapo. Umepata hiyo kitu? Tunasonga mbele. Sasa basi, mwisho ndio akaambiwa hivyo, ulitokana katika mavumbi. Katika mavumbi. Na tunapozika malaroni, tunasema mwanadamu umavumbi. Katika mavumbi unafanyaje? Unarudi. Chunga hiyo. Ndio maana niwaambia hivi, iko haja ya kupambana katika Yesu Kristo kwa kadri ya Mungu anavyokujalia kusimama, kwa kadri ya Mungu anavyokujalia kutumika, kwa kadri ya Mungu anavyokujalia kusimama na kutembea pamoja na Bwana, kwa sababu iko injara njema kadri ambavyo utafanya katika Bwana. Amina. Mungu ameshasema. Kama Mungu amesema utakufa, ndio alimesema hivi, una injara kwa wote watakaomtumikia kwa uaminifu, atawalipa. Kama tunakemea kwa jina la Yesu, kelele zinatokea. Kwa maana gani? Ukikemea kwa jina la Paulo, pepo hapigi kelele. Lakini ukisema kwa jina la Yesu, pepo zinapiga kelele. Unaona habari? Tufike mahala tutambue. Ama tutambue na tujue na tufahamu hivi, Mungu tuliyemwabudu yu hai na yupo, anafanya mambo hata leo. Leo tuna kumbukumbu ya kifo chake, lakini Yesu yu hai. Hakukamatwa na madongo, hakufukiwa kanyamaza kule. Ilipofika ya 3 siku, alitoka mapema asubuhi. Wala udongo wa kumzuia. Haleluya.